Yes, mjambo tena kwenu nyote wandugu wapendwa watazamaji na wasikilizaji wa Kwetu TV. Nyote kwa ujumla mnaoendelea kuzifuata taarifa zetu za kila siku na kila wakati mkiwa mbali na karibu, tunawasalimia sana. Salamu zetu ziwafikie wale mnaotufuata mkiwa Marekani, huko Ulaya na Afrika, na tuna matumaini ya kwamba mko salama salamini, nasi tuko poa kabisa tena wazima. Tunaendelea kumshukuru Mungu kwa ulinzi wake. Tunawatakia tena siku njema ya leo vendredi le 14 août 2026. Nyote kwa ujumla tukiwakaribisha ndani ya taarifa zetu za siku ya leo. Tumewaletea habari za kweli kutoka kwenye uwanja wa vita mashariki mwa nchi ya Kongo, province ya Sud Kivu, territoire ya Kalehe. Mapambano makali yaliendelea siku ya leo kati ya wazalendo na FARDC wakipambana na wasi wa M23 RDF katika maeneo ya Shanze, mwingine wa Pluto, mlima wa Kirwe na Bishaka karibu na Numbi. Hapo ni kivumbi na jasho. Tutawaambia mapambano jinsi yanaendelea mchana huu wa leo, na tumewaletea habari mingi mu territoire ya Kabare katika maeneo ya Mbayo. Waasi wa M23 walifanya atake zidi ya wazalendo mu maeneo hayo Mbayo na Kabulungu usiku wa jana kuamkia asubuhi ya leo, na baada ya mapambano hayo makali waasi wa M23 walirudishwa nyuma na walipigwa vibaya, kwa sababu kuna wanajeshi wengi wao ambao walipoteza maisha yao. Mu territoire ya Fizi katika maeneo ya Nalubwe kuliripotiwa mapambano kati ya magrupe mawili ya kizalendo, na wakati wa mapigano hayo kuna wazalendo waliokufa, wengine kujeruhiwa, na zaidi ya hayo kuna nyumba zilizoharibiwa na kuchomwa moto na mabombe ambayo yalikuwa yakipigwa wakati wa mapambano hayo. Tumewaletea habari mingi kabisa, ni taarifa mbalimbali tena tofauti zinazosemekana kote nchini Kongo. Hii ni Kwetu TV, ni kituo bora cha matangazo kutoka mashariki mwa nchi ya Kongo. Moja kwa moja utatupata kupitia mtandao wetu wa YouTube ukiandika Kwetu TV na ufanye subscribe ili kukuwa nazipata habari zetu, na pia kupitia mtandao wa Facebook ukiandika Kwetu TV utapata page yetu, ufuate page hiyo ili kukuwa nafuata taarifa zetu. Na kwenye page yetu ya Facebook tunapitisha habari za maandiko, tunaandikaka kabisa habari hapo, wasomi kabisa mufuate page yetu ya Facebook, taarifa mingi mtakuwa mkizipata, na quelquefois kuna mavideo ambayo YouTube haiwezi ikaacha tunaposti hapa kwa Facebook kabisa. Kila habari na video bila shaka zitakuwa zikipita hapo, mkizipata 5 kwa 5. Mwende kabisa kwa Facebook muandike Kwetu TV, mtapata page yetu, follow kabisa habari zetu zote, mtakuwa mkizipata 5 kwa 5. Na tunawaomba kukomante mkitupa maoni yenu, na pia muzisambazi habari hizi kwa wale wengi ziwafikie mu magrupe ya WhatsApp, magrupe ya Facebook, kwingine kote. Na pia tuko na grupe za WhatsApp ambapo mnaweza kujiunga nasi. Namna ya kujiunga nasi na grupu yetu ya WhatsApp, kuna link yetu pale mu commentaire, muguse kwenye link hiyo mujiunge, au mtuandikie kwenye namba hiyo hapo kwenye picha hiyo. Habari zetu zote mtakuwa mkizipata 5 kwa 5. Moja kwa moja taarifa zetu kamili za siku ya leo. Tuzianzie kwenye uwanja wa vita mu province ya Sud Kivu, territoire ya Kalehe, kunapo ripotiwa mapambano makali ndani ya milima inayo zunguka mwingine wa Shanze, karibu sana na eneo ya Numbi. Mapambano makali tena makali sana kabisa ambayo yalizuka depuis jana yanaendelea kukamata hatua nyingine mu territoire ya Kalehe. Wazalendo jana walisonga mbele, tuliwaambia maeneo yenyewe wazalendo walirekipere mu territoire ya Kalehe jana, wakati walikuwa pamoja na FARDC mu offensive ambayo walifanya. Walirekipere Lumbisi, Chambombo, walikuwa kaona imekamata musiku zilizopita, wakarekipere Katale, wakarekipere Mpanama, Numbi walikuwa wamefika ndani na Shanze. Wakati walifika mu Shanze na Numbi kawabidi warudie nyuma, waondoke hapo, nako walikutana na resistance ya wasi wa M23, wakarudia mu milima inayozunguka eneo hiyo, mkiwemo ile milima sasa ya Nabishaka na eneo za Kirwa ama mlima wa Kirwa. Mlima wa Kirwa ndio kwenye walikuwa wamejiinstale, saa za usiku wakaondoka mlima huo wa Kirwa, wakarudia wapi mwingine wa Bishaka.
Wakati walikuwa wameenda Bishaka, wanajeshi wa AFC M23 wakapata hizo habari kuwa wanajeshi wa wazalendo pia wameondoka mlima wa Kirwa ama mwile koline ya Kirwa waisharudia na Bishaka. Njoo wanajeshi wa AFC M23 kutoka Numbi wenyewe walikuwa wamelala Numbi na Shanze. Tuliwaambia kama walikuwa wamepata misaada yani renfort kutoka Mokale centre kote, wakapanda kupigana na wazalendo na FARDC ambao walikuwa wamesonga mbele sana hadi kufika mwingine wa Numbi na Shanze. Wakaamka sasa asubuhi ya leo na wako napanda milima hiyo ili waikontrole. Wazalendo na FARDC hiyo wakati ilikuwa yapata saa 2 kabisa asubuhi, kulikuwa na kumekucha kabisa pambazuko la asubuhi, na tulisha eliona. Njo wakaenda nao sasa kukutana na wenzao wale wanajeshi wa AFC M23 kwenye mlima huo wa Kirwa, na wanatokea wapi mwingine wa Bishaka kwenye walikuwa na wanaikala. Wakati sasa wote walikutania ndani ya mlima huo wa Kirwa, ndugu zangu, walicheza mchezo wa panya na pusi. Walipofika tu pale mlima wa Kirwa, wote walikutana directement, wamefika mlima huo na wote ilikuwa meme objectif wakamate mwingine huo plutôt mlima huo wa Kirwa, kwa sababu wazalendo wakiwa na wanaokipe mlima huo wa Kirwa, kushuka Mushanze biko rahisi kwao kabisa. Shanze wanakuwa na wako naiona hapo chini, na AFC M23 ikiwa ina controle mlima wa Kirwa, watakuwa na wana controle mwingine wa Shanze, kwa sababu kokote ambapo wazalendo wanaweza kutokea watakuwa na wako naona kutokea kwenye mlima huo wa Kirwa. Na wakati sasa walikutania hapo, ndugu zangu, moto uliwaka kuanzia saa 2 za asubuhi ya leo mpaka mchana huo ambapo tuko naongea, ni kivumbi na jasho, ni moto kabisa. Wazalendo na FARDC wako na pambana vikali na wasi wa AFC M23 tuirwaneo RDF katika mlima huo wa Kirwa, na mapambano yanaendelea kukamata hatua nyingine. Bombardement kwenye mlima huo ni hatari kabisa, wote wako na pigania kontrole mwingine huo plutôt mlima huo unaozunguka mwingine wa Shanze. Kutokana sasa na vita vinavyoendelea kwenye mlima huo, Shanze ni panike, Numbi vile vile, maeneo yote yanayoantore pale vraiment wako na wasiwasi na uga sana, kwa sababu vita ni vikali katika eneo hizo kwenye mlima huo. Njo kwenye mambo kabisa yanaendelea kukua matata. Tunaendelea kuzifuatilia kwa karibu taarifa za mapigano kwenye mlima huo, tutawaambia matokeo kabisa. Muendelee tunye kuwa na follow media zetu ku Facebook na hapa ku YouTube. Habari zetu zote mtakuwa mkizipata 5 kwa 5. Na ndugu zangu, wazalendo na FARDC wanafanyaka makosa yenye inaachaka kabisa. Wakati mwingine wanajikuta muhatari kama mlima huo wa Kirwa, na hata Shanze walikuwa wamefika ndani wakaondoka ndani. Mshanze yako walikuwa wamekutana na resistance kule na kungali ndani wanajeshi wa AFC M23 wakaona ke waondoke ndani, ilikuwa na imekuwa busiku. Mlima wa Kirwa walikuwa na ukontrole, kungelibakia force pale wana installer directement en position zao wanapaikala, ile kutoka nyuma ndio inaacha leo kabisa tena. Hapo biko hatari kwa sababu walisha kutania wote mlima huo, walipanda wote wakutania hapo ili wa ukontrole. Donc wako napigana kama wako naonana, cha niwaambie ni yani haiko kusema wamoja wako Shanze wengine kwenye mlima huo, hapana, wote walipanda wakakutania kwenye mlima huo, njo wako na zunguka kabisa wakipigana. Njo vile situation iko, tutaendelea kufuatilia kwa karibu habari za mapigano hayo, tuambie matokeo ni vipi. Tuendelee na habari zetu kwenye uwanja wa vita mu territoire ya Kabare tuzon province ya Sud Kivu. Mwingine wa Kabolongo na Mbayo kuliripotiwa mapambano makali kuanzia saa 3 usiku mpaka saa 7
ilikuwa kabisa saa za usiku ambapo mapambano yalizuka upya kati ya wazalendo na waasi wa AFC M23 maeneo haya mawili yanayopatikana pembezoni mwa Parke Nationale de Kahuzi-Biega. Mapambano hayo makali yalianza na saa 3 yalikuwa yameanzishwa na waasi wa AFC M23 ambao walikuwa wametoka maeneo ya Kavumu na Katana kote na Kabamba. Walienda wakatake wazalendo katika maeneo haya mawili kwa lengo la kukamata haya maeneo. Parke ya Kahuzi-Biega AFC M23 inapendaka sana ingie ndani jinstale kule na wanatokea maeneo hizi. Wanajua kama maeneo haya kunapendaka ripotiwa vita sana. Waasi wa AFC M23 mwile usiku sasa ambapo walikutana na wazalendo na wako macho, walipambana wakapigana kabisa, moto ukawaka, na baada ya masaa 4 na wako na pigana, waasi wa AFC M23 walizidiwa nguvu, walikutana na resistance ya wazalendo hapo, wakazidiwa nguvu na kurudishwa nyuma. Wakati walikuwa wako na shuka kutoka huko na wako na kimbizwa sasa na wazalendo mwingine hiyo miwili ambayo walikuwa wameatake, walipoteza wanajeshi wao, wanajeshi 17 njo wenyewe wazalendo wako natangaza hapo, wakisema kuwa waliwaneutralize ile vita ya usiku yenye waasi wa AFC M23 walikuwa wameanzisha zidi ya ngome zao katika mingine hiyo miwili. Kukumbusha kuwa kule njo kwenye kulikuwa tena vita hivi juzi, siku ile yenye ngombe zilibebwaka na waasi wa AFC M23 vile ya Kavumu, wakazibeba finalement bikaja kujulikana, wakazirudisha tena wakazipatia population. Ile siku walikuwa kana waisha ziba zile ngombe zile eneo njo kwenye vita vilikuwa vimeripotiwa tena, vikiripotiwa plito, na leo njo maeneo hayo walikuwa wameatake ili wapakamate, bikashindikana. Wazalendo wakaresiste sana, wakapiganisha paka kuwarudisha nyuma. Tumewaletea habari mingi mteritoire ya Fizi. Makundi mawili ya kizalendo yalipambana siku ya jana, wakapambana mefrere na wanajeshi 3 wa wazalendo wakakufa, wengine 2 wakajeruhiwa na nyumba 11 zikaharibiwa wakati wa mapigano hayo mwingine wa Nalubwe. Maeneo ya Fizi mnajua kuwa kuna magrupe mengi ya kizalendo waliotoka Manima, wale wa Fizi, wale waliotoka maeneo ya Mwenga, wote wanaosaidiana kupambana na waasi wa AFC M23 wakisaidia jeshi la Kongo ni wengi. Sasa maeneo ya Nalubwe mpaka leo kutajulikana ni conflict gani yenye iliacha wakapigana. Eneo ya Nalubwe inapatikana mu groupement ya Basikalangwa mu secteur ya Nganja. Hapo jana kulishinda mapambano, makundi mawili ya kizalendo yalipambana vikali na kusababisha taharuki na hofu miongoni mwa wakazi wa eneo hiyo. Mapambano hayo yaliendelea kukua makali na yakaisha na kumeisha saa mingi na wako napigana, na njo finalma sasa eneo hiyo ya Nalubwe ililungula. Si yote parti kubwa ya hapo ililungula kwa sababu kulipigwa mabombe, nyumba kadhaa zikaharibiwa na zikachomwa moto wakati wa vita hivyo. Na siku ya leo kukawa kumeamka na utulivu, mena wakaji kabisa waisha kimbia mwingine huo, na kutokana na vita hivi vya wazalendo mwingine huo, wakaji wanalaani kabisa hayo na kutaka au viongozi wao wazalendo ambao walipigana wote kuadhibiwa. Donc wakamatwe na jeshi la Kongo, wafungwe. Waliharibu nyumba za wakaji 11 na vitu vyao kabisa katika nyumba hizo vikaharibiwa, na wanalaani vikali kabisa kutosikilizana na vurugu kati ya wazalendo ambao leo kabisa wanakuwa tegemeo la raia wengi wa Kongo, kuwa wakati mmoja watashinda vita vya waasi wa AFC M23 wakisaidia jeshi la Kongo. Anasema kuwa wakati wako misheni moja ya kupigana na waasi hao wa AFC M23, tena nao kupambana kati yao iko ingra problem ambapo wanaweza kumpa nafasi ya adui ya kusonga mbele wakati wako distre na wako napigana. Hatujafahamu kabisa chanzo cha hao wazalendo kupigana vitendo vya
vya wazalendo hao mwingine huo vya kudetruire nyumba za wakaaji na kuzichoma moto havikubaliki kabisa. Hao ifo wanakamatwa na kufunga na hawa wazalendo wote kabisa ifo wanakamatwa, wanafungwa kwa sababu vitendo hivyo ni vibaya zaidi. Habari ni mingi mu province ya Tanganyika nako juzi mwingine wa Kisengo mu territoire ya Nyunzu nako kuliripotiwa vita kati ya FARDC pamoja na wazalendo. Katika mwingine wa Kisengo juzi, mapambano makali kati ya FARDC na wazalendo yalisababisha watu watatu kufa miongoni mwa wanajeshi wa pande mbili. Donc mu FARDC na wazalendo kulikufa wanajeshi watatu, ambapo hatujajua wazalendo ni wangapi na FARDC nao ni wangapi. Wakati wa vita hivyo wanajeshi watatu walikufa, na wakati wa ile vita taruki na hofu miongoni mwa wakaaji ilikuwa kabisa ndo kitu ambacho kiko hapo. Walikimbia vijiji vyao, wengine wakakimbilia ndani ya misitu kutokana na vita hivyo. Na jana kabisa viongozi wa territoire ya Nyunzu, viongozi kabisa wa kijeshi wa territoire ya Nyungu walifika mwingine huo wa Kisengo kwa ajili ya kujua ile situation jinsi iko na waweze kumaliza ile probleme kati ya FARDC na wazalendo ambayo iliacha wakapigana. Kuko generale wa FARDC kule ambaye aliwasili kwenye uwanja wa vita hapo mwingine wa Kisengo, ambapo walipatana na viongozi wa wale wazalendo ambao walipigana na FARDC ili kuweza kutatua ile problemi ambayo iliacha wanapigana, kwa sababu wote ni leo kabisa watu wa moja, wote kabisa ni watu wa moja, wanaungana kwa lengo moja kupambana na waasi wa M23 wa agresseur ambao wanapenda wakamate maeneo ya Kongo. Vita kati yao kabisa ni kuonesha faiblesse yao, na kuwa leo kabisa hata wakaji wanaendelea kuona kuwa hata nao hawana ordre, wako desordonné sana movita hata yenyewe wako napigana. Hizi ndio habari ambazo tulizipata. Nisome maoni yenu ndugu zangu na nijibu maswali yenu wale mnaotuandikia kupitia commentaire. Anayeitwa Ndombe Belge anasema hii vita gouvernement yetu inaweza imaliza sasa ba tretre njoba mingi surtout moba kubwa ya majeshi letu. Pascaline Baliki anasema tunashukuru kwa kutupa habari. Justin Msairika anasema bonjour, somake tena maoni yetu. Niko nasoma kabisa maoni yenu bila shaka. Mbilizi yenu anasema jambo mtangazaji, tunakufuata kamitoga bia, asante sana kwa kutupasha, Mungu akubariki. Gilbert Mukoma anasema ni Yusuf Ramazani kipatikana pa Lubumbashi. Anayeitwa Bauma Justin anasema hiyo ni kweli. Ndombe Belge anasema shukrani sana kwa taarifa bwana mtangazaji, ila alichokisema huyu bwana wa Belgique ni kweli kabisa. Pasteur Dominique anasema bonjour ndugu mpasha habari, na kusikiliza vizuri. Vita ya Kongo iko na wasaliti wengi, tena wa ndani ya kila ngazi wasaliti wako kabisa, ni wako wengi ndugu zangu. Asante basi, asante kabisa kwa kuzifuata habari zetu za asubuhi ya leo. Kitu ambacho naomba ni kuifollow Facebook yetu kabisa, kwa sababu habari kama na hizi kabisa mtakuwa mkizipata kwa wakati za kuandika. Hapa Kumedia inakuwa ni kufanya uchambuzi tukiwaambia donc detail ya habari zote kwa wakati. Ku Facebook tunaandika kila habari ikisha tufikia tunaandika. Sasa hapa Kumedia ni kukua nafuata tu detail kama mambo iko na kujua situation jinsi ilisha. Ku Facebook kabisa habari ni mbichi. Merci beaucoup.